12. Sada ya Jumapili ya tarehe 12. Katika kitabu cha Mambo ya Nyakati ama katika kimombo 2 Chronicles 20. 2 Chronicles 20 and we are going to read from verse 1. My name is Bishop Lennox Muraguri. Bwana apewe sifa. Nataka kupenda ujumbe wa leo kutoka kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili 20 kuanzia mstari wa 1. Kwanza nitasoma na kimombo. Sometime later, the armies of Moab and Ammon, together with their allies, the Meunites, invaded Judah. Verses 2. Some messengers came and announced to King Jehoshaphat, a large army from Edom has come from the other side of the Dead Sea to attack you. They have already captured Hazazon Tamar. This is another name for Engedi. Verse 3. Jehoshaphat was frightened and prayed to the Lord for guidance. Then he gave orders for a fast to be observed throughout the country. Verse 4. From every city of Judah, people hurried to Jerusalem to ask the Lord for guidance. Verse 5. And the people of Jerusalem gathered in the new courtyard of the temple. King Jehoshaphat went and stood before them. Verse 6. And prayed aloud, O Lord, God of our ancestors, you rule in heaven over all the nations of the world. You are powerful and mighty, and no one can oppose you. You are our God. When your people Israel moved into this land, you drove out the people who are living here and gave the land to the descendants of Abraham. You have fled to be theirs forever. They have lived there, they have lived here, and have built a temple to honor you, knowing that if any disaster struck them to punish them, a war, an epidemic, or a famine, then they could come and stand in front of this temple where you are worshipped. They could pray to you in their trouble, and you would hear them and rescue them. Verse 10. Verse 10. Now the people of Ammon, Moab, and Edom have attacked us. When our ancestors came out of Egypt, you did not allow them to enter those lands. So our ancestors went loud them and did not destroy them. This is how they repay us. They came to drive us out of the land that you gave us. Verse 12. You are our God. Punish them, for we are helpless in the face of this large army that is attacking us. We do not know what to do, but we look to you for help. Bwana apewe sifa. Amen. I have read from in the book of 2 Chronicles, chapter 20, from verse 1 to verses 12. Bwana apewe sifa. But the message can be given well from verses 1 to verse 10. Bwana apewe sifa. Jina la Bwana lisifue. Na sijui ujumbe unataka kutuambia aje. Bwana apewe sifa. Lakini kwangu ni kwa jambo lolote ni kuomba ndipo Mungu akaweze kutimiza na kutenda na kufanya. Bwana apewe sifa. Yaani kwa ujumbe ni jambo lolote tukiomba Mungu anaweza kutimiza na kuondoa shida. Amen. So nikirudi katika verses 1 katika kitabu cha Kiswahili, yaani ikawa baadaye wana wa Moa Amoni na pamoja
na pamoja wa Meuni wakaja juu ya Yehoshafatu vitani, baba zake. Bwana apewe sifa. Wacha nirudie katika mstari wa kwanza. Ikawa baadaye wana wa Amoni na pamoja na Wameuni wakaja juu ya Yehoshafatu vitani. Bwana apewe sifa. Wakaja juu ya Yehoshafatu vitani. Fasi ya pili. Wakaja watu waliomwambia Yehoshafatu, wanakuja jamii kubwa juu yako watokao ng'ambo ya bahari, na tazama wako katika Tamari, ndio Enegedi. Fasi ya tatu. Yehoshafatu akaogopa, akauelekeza. Bwana apewe sifa. Amen. Yehoshafatu akaogopa, akauelekeza uso wa Bwana, akatangaza mbio ya watu kufunga kwa nchi yote. Akaelekeza watu wote katika nchi yote kuomba na kufunga. Bwana apewe sifa. Amen. Ile mambo apendwa inatusumbua wakati huu. Jina Bwana lisifiwe. Ile mambo inatusumbua wakati huu. Mimi naona kuna mkubwa ambapo alikuwa anaitwa, Bwana apewe sifa. Kuna mkubwa alikuwa anaitwa Yehoshafatu. Jina Bwana lisifiwe. Alikuwa anaitwa Yehoshafatu. Na Biblia imetuambia wakati walisikia vita imetangazwa, wakati alisikia vita imetangazwa katika nchi yote. Bwana apewe sifa. Wakati alisikia vita imetangazwa katika nchi yote, ati kuna watu wametangaza vita katika nchi yote. Jina Bwana lisifiwe. Sababu hivyo ndivyo nimesema. Wakati Yehoshafatu alisikia vita imetangazwa na maadui wake, imetangazwa na watu wengine, ati wameingiliwa, hakuna kitu kingine alifanya kabla ya kufanya mambo ingine yoyote ile. Na yule mfalme alikuwa na silaha za aina yote, na yule mfalme alikuwa na majeshi yote, alikuwa amiri jeshi mkuu, alikuwa na vita vyote na silaha zote na nguvu zote ya kutangaza, kutenda jambo lote lile na kufanya mambo yote ile, ndiposa ile vita ikaweza kuondoka. Kitu ya kwanza, hata kama alikuwa na nguvu, alikimbilia kutafuta Mungu. Jina la Bwana lisifiwe. Alikimbilia kutafuta Mungu. Because if I read back from verses 1, because I want to read back from verses 1, ndiposa ukaweza kusikia ile kitu ujumbe unataka kutuambia, ama ile mambo Mungu anataka kutuambia siku ya leo, ama ile mambo Mungu wakati mwingine anataka kuambia katika nchi yote na dunia yote na watu wote, kwa sababu ya jambo ambapo linatusumbua siku ya leo. Bwana apewe sifa. Limesumbua Kenya yote, limesumbua dunia yote, limesumbua watu wote, limesumbua mataifa yote, limesumbua makabila wote. Bwana apewe sifa. Kuna jambo moja Yehoshafatu alifanya. Let me read back from verses 1. Ikawa baadaye ya wana wa Moabi na pamoja na Wameuni wakaja juu ya Yehoshafatu vitani, wakaja juu ya Yehoshafatu vitani, wakapanga kuingia vitani. Jina la Bwana lisifiwe. Wakapanga kupigana vita na nchi ya Yuda, wakapanga kupigana vita na Yehoshafatu. Hebu sikiliza. Verses 2. Wakaja watu walimwambia Yehoshafatu, wanakuja jamii kubwa juu yako watokao ng'ambo ya bahari, na tazama wako katika Tamari, ndio Engedi. Bwana apewe sifa. Wamefika mpakani wa Yuda. They were in an island called Engedi.
Bwana apewe sifa. Kwa hivyo walikuwa wamebakiza kidogo tu kuvuka. Ni kama sasa ni kama sasa pale kivukio pia kia. Bwana apewe sifa. Ni sinaitwa hizi vitu vinavuka pale Likoni. Ni kama ng'ambo hii Veri. Sasa ni kama pale kivukio ya Veri. Ni kama ng'ambo hii. Bwana apewe sifa. Ng'ambo hii ya Mombasa na ng'ambo hii ya Mombasa na ng'ambo ile ya Likoni. Kwa hivyo sasa tayari walikuwa wamefika Heledi. Ilikuwa tu wavuke waingie vitani. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ilikuwa hapa na hapa. Na haingekuwa jambo lingine bali kuamuliza jeshi lote likaweze kwenda kuwapiga ama kuwaondoa mahali pale. Ndipo wasileta vita. Haikuwa na jambo lingine. Ilikuwa kuamuliza majeshi ya angani. Haikuwa jambo lingine. Ilikuwa kuamuliza jeshi la majini. Haikuwa jambo lingine. Ilikuwa kuamuliza jeshi la nchi kavu. Watu wakaweza kuingia kwa vita, wakaweza kupigana na maadui. Lakini kuna kitu kimoja Yehoshafati alifanya. Jina Bwana lisifiwe. Katika mstari wa 3 Biblia inasema Yehoshafati akaogopa, akauelekeza uso wake kwa Bwana. Bwana apewe sifa. Baada ya kuamuliza vita vyote, baada ya kuamuliza jeshi la angani, baada ya kuamuliza jeshi la majini, baada ya kuamuliza jeshi la nchi kavu, baada ya kuamuliza askari wote, Biblia imetuambia akauelekezea uso wake kwa Bwana. Amen. Praise God. Amen. Jina Bwana lisifiwe. Amen. Wakati hapa tumefika, ugonjwa huu wa corona umetusumbua. Bwana apewe sifa. Na tumejaribu mambo yote. Mikono tumeoga. Tunafanya vile serikali imetuambia na hiyo inastahilika. Bwana apewe sifa. Hata kuweka zaidi ya mita 1, umbali wa mita 1 kutoka kwa mtu huyu na ule mwingine. Hiyo yote tumefanya. Bwana apewe sifa. Na iko sawa sababu ni ya kuzuia. Jina Bwana lisifiwe. Hata maski tumefaa ya kuzuia ugonjwa. Lakini kuna kitu moja nataka niwaambie Wakenya. Siku ya leo serikali ya Yehoshafati kulikuwa na majeshi ilikuwa na nguvu. Kulikuwa na majeshi wa angani walikuwa na nguvu. Kulikuwa na majeshi wa majini baharini walikuwa na nguvu. Kulikuwa na majeshi wa nchi kavu walikuwa na nguvu. Bwana apewe sifa. Kulikuwa na askari wanayote wakitaka kufanya kazi ile na kupigana na maadui. Lakini Biblia inatuambia Yehoshafati kitu ya kwanza hakufikiria yale. Aliona Mungu akaelekezea uso wake kwa Bwana. Hivyo ndivyo Biblia imetuambia katika mstari wa 3. Bwana apewe sifa. Wakenya inafaa tuelekezee uso wetu kwa Bwana wakati huu. Jina Bwana lisifiwe. Kuna hofu umeingia, kuogopeza watu umeingia, watu kuogopeza sababu ya ugonjwa huu imeingia. Vile tunasikia China watu wanakufa, vile tunasikia Spain watu wanakufa, vile juzi tulisikia watu 2000 wamekufa Amerika, vile tunasikia Italia watu wanakufa. Hata hakuna kitu kingine. Tujaribu yote na tumejaribu, lakini tuelekezee uso wetu kwa Bwana. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Hakuna kitu kingine kwa Kenya. Na hakuna kitu kingine katika dunia yote. Bwana apewe sifa. Amen. Madaktari wanatibu, lakini mwenye kuponya ni Mungu. Jina Bwana lisifiwe. Madawa ikipatikana, mwenye kuponya ni Mungu. Na mwenye kutoa hii janga ni Mungu. Na mwenye kutoa hii shida ni Mungu. Kwa jambo lolote na kwa shida yote ile, huwa tunajaribu kila kitu, lakini mwenye kutoa shida ni Mungu. Hata leo tukipata vita, watu wanataka kuingilia nchi yetu. Vita, president atatuma maaskari na atawatuma kila pahali, wakae mipakani na waingie kila kona. Na hiyo ni kazi njema, ni kazi nzuri, sababu ni sheria na inatakikana hivyo. Serikali ilinde watu wake, askari ambapo wameandikwa walinde watu wa nchi hii. Lakini mwenye kuzuia vita na kuondoa hizi zote ni Mwenyezi Mungu. Yule anaweza kufanya jeshi la Kenya lisitane ni Mungu mwenyewe. Lakini nafurahia siku ya leo kuna kitu mmoja Yehoshafati walifanya, alikimbilia kwa Mungu kwanza. Amen. Praise God. Amen. Alikimbilia kwa Mungu kwanza. Alitazama Mungu kwanza. Aliomba Mungu kwanza. Na alitafuta Mungu kwanza. Bwana apewe sifa. Maana Biblia inasema tujaribu yote ambapo tunaweza, lakini hila haituwezi tukaweze kuita Mungu aingilie kati.
kwani corona hii imetulemea. Sasa ni wakati wa kuingilia Mungu kazi, wa kukimbilia Mungu na kuomba Mungu ndiposa janga hili likaweze kuondoka. Semeni amen. Amen. Praise God. Amen. Mstari wa hebu nirudie mstari wa 3. Yehoshafatu akaogopa, akauelekeza uso wake Bwana, akatangaza mbio ya watu kufunga kote. Akatangaza mbio ya watu kufunga kote. Bwana apewe sifa. Amen. Me, I can see there is something we could do in this country, in this Kenya of ours. Bwana apewe sifa. Na kuna jambo inafaa tuifikirie na tuiangalie. Bwana apewe sifa. Sababu hata kama tunaoga mikono kila dakika, we are sanitizing ourselves kila wakati, bado tunaogopa. Amen? Amen. Hata kama tunakaa umbali na ule mwingine, bado tunaogopa. Hata kama tunaweka mask, bado tunaogopa. Bwana apewe sifa. Na mimi najua siku ya leo wewe, hata kama umeweka mask na unaweka kitu, ukiona mtu ameanza sinizi hapa nje, utatoroka. Ukiona mtu anaanza kukohoa na wakati mwingine ni homa ya kawaida, utatoroka. Bwana apewe sifa. Na watu wanatoroka. Amen. Hebu pita kwa njia. Uanza kujifanya tio. Wana watu watatoroka. Bwana apewe sifa. Na wakati mwingine hakuna ile shida iko. Yaani watu wote wameweza kuogopa. Hebu pita ukiye kwa barabara ama ukiwa kwa matatu, hata kama inabeba abiria nusu, kwa wale wanatakikana uanza kukoa. Wale mpaka dereva atasimamisha gari emergency na atatoroka. Na hata wakati mwingine hakuna ugonjwa huko. Hauna ugonjwa. Ugonjwa huu umetuweka uoga sana. Mpaka inafanya tuogope watu wote. Jina Bwana lisifiwe. Hata ukiingia kwa nyumba bibi na kuuliza umetoka wapi, imeweka uoga mpaka kwa maboma. Bibi akitembea kidogo aingie kwa nyumba, anauliza Bwana na umetoka wapi? Bwana apewe sifa. Sasa nimeanza kuogopeza kila mtu. Amen. Mpaka watoto na kuuliza dadi umetoka wapi? Amen. Mpaka wazazi nauliza watoto na umetoka umeenda wapi, umekuja, umeoga, imeweka uoga. Lakini kuna kitu moja Yehoshafati walifanya. Biblia imetuambia wakati alisikia vita imetangazwa na iko katika ng'ambo ile ya Egedi, ikiwa karibu kuingia Juda, kupigana na Juda, kupigana na Yehoshafati, ati Biblia inatuambia namna gani? Ati alielekezea uso wake Bwana, na akatangaza vita ya maombi kwa watu wa Juda wote. Nothing else is back. Bwana pewe sifa. Amen. That is what I can tell all Kenyans. And I can extend it to the whole world. That nothing is left. God and God only. He's the one who cannot leave any stone to be unturned. He is only one who cannot leave any stone to be unturned. Hakuna mwingine. Bwana apewe sifa. Sababu watu wamejaribu kupindua. Tumejaribu, tunapindua pande hii. Jina Bwana lisifiwe. Amen. Jana nilisikia runinga ikisema hata vita imeingia kwa maboma. Bwana apewe sifa. Amen. Imeingia kwa maboma. Na ni kwa sababu ya mambo haya. Hii corona imezaa mpaka mara zingine. Amen. Ambapo haikuweko. Sababu sio tu watu kugojeka na kukufa. Hata inaleta vita katika boma. Bwana apewe sifa. Amen. Inaleta chuki hata katika boma. Bwana apewe sifa. Amen. Sababu mabibi wanatokea mabwana. Wakitoka tu nje, hata bibi anasema sitalala kwa kitanda. Ama bwana anasema sitalala kwa kitanda. Sitalala karibu na wewe, sijui ulikuwa wapi. Hata watoto wako na ni wako unawaambia wakae huko. Imeleta vita, imeleta maneno mingi. Bwana apewe sifa. Amen. But there is only one way left. Kukimbilia kwa Bwana. Yehoshafati wakati alisikia vita imetangazwa katika nchi yote, mipakani, ng'ambo ile ya Egedi, akasikia uoga. Vile tumewekwa uoga na ugonjwa huu. Vile tumewekwa uoga na janga hii. Tumewekwa uoga, kila mtu ako na uoga. From the president to the lowest level.
from the president to the lowest level. Bwana apewe sifa. Amen. Amen. In fact, siku hizi hata unaingia kwa nyumba unasahau ni bibi yako anamfanya hivi. Iganera. Unasahau ni bwana yako unafanya hivi. Iganera. Toseka. Hata watoto wako ukiingia wakikuja kukuambia toseka, wacha nioke kwanza. Toseka. Wacha nioke kwanza. Kuoga inakuwa upendo kuliko boma kwa bibi na watoto na bwana. Imetuweka uoga. Where are we heading to? If we do not look carefully, we are going to be finished. Na tutamaliza mpaka ndoa zetu. Tutamaliza mpaka familia zetu. Hebu angalia, sasa mtu hata mzazi wako akigojeka hautaenda kumuona. Hautaenda Murang'a uende Nyeri ama uende Nanyuki. Yaani nimeweka uoga. Yaani nimefanya mpaka kaunti ya jirani yako amekuwa adui. Asikuja kuletea ugonjwa. Jirani yako mnakaa na yeye mmeishi miaka mingi. Wewe ulikuwa unakutana na yeye, unakupata yeye. Sasa hivi unapita mbali. Sababu unajua mkikutana lazima atakusalimia, unapita mbali. Ugonjwa umeweka mpaka chuki. Imefunga mpaka madege. We have our foreign friends. They cannot come to Kenya today. We cannot fly to the other countries today. Ugonjwa umeweka chuki na umeweka vitina. Watu wameanza kuogopeana. Amen. Nilisikia kwa runinga jana na juzi. Africans, watu wa Afrika and in Kenyans na wa Kenya vile wanafanyiwa behavior baya huko China. Imeweka chuki. Inaonekana kana kwa sababu hao ni kama wamejua kujiponyeza hao wenyewe. Ni kama wale wako huko Afrika ndio kwa wanataka kuanza kuwawekea hiyo kitu. Imeweka chuki. Africans are struggling in America today. Hii maneno imeleta shida. Bwana apewe sifa. Ila kitu imebaki ni kuingia kwa maombi. Yehoshafati wakati alisikia vita imetangazwa kwake na maadui wake, Biblia imetuambia kwamba hakukimbilia kitu kingine, hakutafuta kitu kingine, alielekeza huko uso wake